Utakiwa uniulize mambo ya mjukuu wangu anavyopiga katika vitu vyake. Hivyo vitu vya kawaida. Muimba muziki yote kuna kufurahiwa na mwingine akanuna. Sawa. Kwa hiyo tunachofurahia Zuchu kapiga, katuwakilisha mjukuu wangu, kaondoka na madola yake, karudi Tanzania. Hayo mengine waachie Ngoso. Mambo ya Mbosso mwachie Mbosso. Lakini pia kuna hili pia, umekuwa ni moja ya watu ambao msanii wako ni Dogo Rema unamkutanisha na wasanii wengi sana ambao ni maarufu, lakini pia watu wanatamani pia kuona zile chemistry ambazo wanakutanisha na watu mbalimbali maarufu. Pengine tunaweza tukapata collabo ya Rema na mtu yote maarufu. Wengi sana. Sasa pale sinamwambia tu mjukuu wangu Zuchu, nimba naye huyu. Hasa wanavompenda wale, wanamchukua kabisa DWCB WCB, wanamchukua kabisa. Watu wengi wanaomba collabo naye. Lakini tunaangalia si kila mtu collabo. Unaangalia wale matajiri, brandi kubwa, wasanii wakubwa. Diamond, Zuchu, sawa bwana, wadogo zangu kina Rayvanny, sawa bwana, mdogo wangu Tembo. Yaani zile brandi kubwa, kina Alikiba, wadogo zangu wote, wale ndio brandi kubwa. Kwa hiyo ndio namkabidhi. Si watu fudenke tu hawa imba chakacha, wanakuja tu kina Dula Makabila. Siwezi kukupa collabo. Sasa nikija kumpa Dula Makabila collabo sinaishiwa nguvu. Mtu kutwa na vichwa vya paka au ni kwake au nini? Doto, tunakumbuka Dogo Rema kwenye show ya Benasi. Nandi aliweza kufungua kwamba kuna collabo tuitegemee kati ya Dogo Rema. Ipo, alikuwa busy mjukuu wangu Nandi. Collabo ipo. Nandi tunaona yuko busy kwenye mambo ya kampeni yani. Kwa hiyo watu wakishamaliza kampeni utaona muziki mingi inaibuka. IP nyingi za watu. Kwanza watu wako busy na mambo ya kampeni. Sawa, tumeweza kumuona msanii wao akifanya kwenye show tofauti. Mkoani huko pia tuweza kupata ahadi kwamba ataperform kwenye Yanga Day, lakini hatukujua sasa. Alichelewa. Alienda alikuwa atakiwa wa kwanza saa 6 afike pale. Sasa yule si unajua analala, wasanii si unajua. Kaamka saa 9. Wakati huko mimi babu yake kusoma sijui message iliingia muda mwingi tangu saa 2 asubuhi. Lakini kwamba kuna tetesi zinaendelea, kuna watu kama wanafanyia fitina Rema kwamba asiendelee, kwamba sio mkubwa sipata kama wanamfanyia. Fitina hakuna chochote. Hata wewe ukifanya fitina umwezi. Sababu mimi ndo na promote manager yake. Fitina yote utaniweza wapi? Kama mimi ndo bingwa wa fitina dunia nzima. Fitina zao kwanza ndo zinazidi kutupeleka mbele. Yaani mimi hakuna, mimi mtu akiniambia sio fitina, sio kamzuia asogee mbele, na muona kama tuanga maji kwenye kini. Sababu mimi mwenyewe niko mbele, sina amua tu nambeba shingoni, kichwani, begani, naenda naye popote. Hakuna mtu yote anaweza kunizuia dunia hii. Turudi kwako manager. Moja post yako tuliona umeshika simu kubwa kabisa iPhone. Watu wanasema mjomba sasa ameanza kwenda kwenye teknolojia. Ngoja nikwambie. Mkononi hapa tujaiona. Zile simu zipo kwenye gari ile kule. Kutumia sijui. Uone hata 616. Nilikuwa na hapa maiti wangu ndo anashika. Ipo kwenye gari. Kwa sasa mimi namlingishia nani umri huu? Mimi mwenyewe time yote naweza nikauza nikarudisha langu. Kwa nini umenunua shilingi ngapi ile tajiri? Milioni 6 pale nauza. Kwa nenga. Na yule mule kwenye gari. Time yote nauza, nikichoka na si unajua, mimi najua sifeki maisha. Ndio maana unaona Samsung ndio naziweza, unaziona? Samsung unaziona? Hii yenyewe nimechukua kwa nenga. Na ile sasa nitashika misimu minne kweli kama dalali wa viwanja. Hii yenyewe nakosea, natakiwa nishike simu moja tu kwa sababu mimi ni brand hii na hapa vijana wanashika maiti. Sema kwa sababu mimi bado mzee ni muoga na maisha nazishika hata ukinisema zangu. Kuna watu wanasema kama zangu, hata ukinisema zangu, mimi muoga na maisha haya, wewe usiokuwa na zangu hizi zangu. Unaweza kwa kama zamani nachukua kwa mtu nakimbia tu hii moja, kwa nini sishike zangu hivi? Mshamba nini wewe? Kwa yule mtu ambaye anasema kwamba kama umenunua iPhone 17 haina haja kujisifia hasa ikiwa kama mtoto wa kiume. Sijisifii pale, niko kwenye matangazo ili watu waje kununua. Tena nakwambia wewe unaongea kujisifia. Pale mimi nishalipwa. Mshamba wewe. Mimi ni influencer. Yaani ukiona akiongelea kitu kwa kupiga kelele na kisifia, tayari nishachukua changu bahasha mfukoni. Ndio biashara yangu ya kupiga kelele. Vipi babu? Au anataka kutafuta jina kupitia kunioji mimi au kunicomment? Utaonekana in make sense, I need mtu mjinga wewe. Mimi hata mitandao haipo, nachukua vya watu napigwa kelele. Huyo utashangaa kelele nazopiga sasa hivi mitandao ipo. Wewe mshamba nini? Au chuki yule Doto? Sijui chuki, mimi siwezi kuwa na chuki na mtu mjinga, nifikie hata kimaisha. Thamani yake hizi simu hana. Sasa nitashindana na mtu mjinga kama huyo. Na siwezi kumuongelea ili aonekane. Sijui umenielewa. Yani hata wewe unaweza kuniambia Doto shati langu ili chukua linauzwa. Nitalipigia kelele angalau linawasha hivi. Ukilivaa. Sio nataka tu aje. Kwa pale nenga kanilipa. Kanipa milioni 2 piga kelele Doto. Toa na nusu chukua simu. Kwa hiyo tumekatana pale. Kwa hiyo pale natangaza simu za mdogo wangu nenga. Sijui umenielewa. Na si leo hata kesho kitano utaniona naenda. Jamani hii iPhone bado zipo, njoeni. Hakuna mtu anawahi kuleta zile zidi ya nenga. Wengine wote maproso. Puruchu. Hao na watu wataje. Wewe unaweza kushindana mimi, nishajibu. Pale nimelipwa. Haya njoo leo nisifie. Na msuli.
niko hivi. Shamba niko live mwenzio. Mjomba, la kumalizia, umekuwa ni influencer lakini pia umekuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana upande wa magari. Watu wanataka kufahamu hili mjomba, kwamba sasa hivi umekuwa kama kidogo na Isa amko sawa. Siwezi kuwa na mtu sawa mwenye roho mbaya kwenye maisha. Isa ana roho mbaya na mimi ndo nilomleta hapa. Kwani Isa na iPhone 17 kama apate wapi bwana? Kusoma ajui. Yeye kaja kunisema mimi sijui kusoma. Yeye ndo kabisa hata jina lake ajui kuandika. Sasa wa nini mtu kama huyo? Magari yote yake lakini anachelewa kulala ndo wa kwanza kuamka. Mimi nina gari siku 4 siku 7 zile. Nalala mpaka saa 6. Namshukuru Mungu. Sasa mtu wa kushindana naye, mtu hataki mwenzie aendelee mbele. Yule kama mtu Fudenki anaoka Kigamboni. Isa na mtu Fudenki anaoka Kigamboni lao hili. Shamba namchukia na kuchukia babu. Kwani Doto kuna tatizo gani wewe na mmoja? Tunaona mko mnafanya kazi mara kwa mara kipindi cha nyuma. Kwenye hata ubalozi na vitu kama hivyo. Labda nikwambieni mimi neno langu moja, riziki mwanzo wa chuki. Lakini jua babu nakuchukia. Naongea kazi kwenye mitandao, sio kasubutu. Shauri zako. Sasa mimi sipendi ujinga, mimi nimenyooka. Na ndio maana unaona nakupigia kelele kila siku, badilika na ukinikosea sky kimya kwa sababu najimudu, najitambua. Najua kabisa nakuweza wewe kichwa mviringo. Unisumbui chochote. Sababu kutwa tuko wote, yako yote ninayo hapa. Sasa wewe endelea. Kumbe kisa cha ugomvi ni mambo ya riziki. Riziki tu. Riziki mwanzo wa chuki. Anaonekana alishakupiga nini? Hawezi kunipiga mtu mjinga. Yeye si akizuia, unajua unaweza kuzuia riziki afu leo unaenda kuzuia naye mtu wangu. Kwa hiyo anakutumia. Sasa mimi siwezi kukuacha. Na ningemkuta kwa yule mtu siku ningempasua. Walai nakwambia. Baada ile issue kutokea ulishawahi kukutana naye baby? Nikutana naye wa nini sasa? Naongea naye nini? Kwa kitu ambacho amekufanyia. Kitu gani? Achana naye, yule mtu mjinga ndo maisha yake. Kama karibu mara 2 huko bora hata yangu sasa kashazoea maisha yale ya kuharibia watu kwenye riziki. Yeye anaona kila kitu anacho yeye ajiangalia. Bwana kwanza tumwache, tunamuongelea nini hapa? Hapa tumekuja kuuza magari, interview ya wasanii. Tunamsupport mtu ambaye dunia hii haimkubali kabisa. Sijui. Uncle Doto, tunaona sasa hivi unahudhuria hasa kwenye mambo ya kampeni huko, sherehe za mama na vitu kama hivyo. Unakutana na wasanii wenzako pia tofauti. Tulifurahi pia tulipokuona ulikuwa na bibi Zailisa na mkao mnacheza pale. Ngoja nazidi kuweka pamoja. Ngoja nikwambie. Siku zote kwenye dunia hamwezi mkakaa watu mkachukiana miaka nenda rudi. Kwa sababu kuna kazi zinakukutanisheni. Pale mjukuu wangu wote tuko katika chama, tuko kwenye kampeni. Tunatumbuika kwenye kampeni. Sasa pale unamnunia nani? Pale stani mmoja tu Mheshimiwa Rais. Sisi wote pale vikaragosi. Basi nikacheza na mjukuu wangu tunatumbuika kwenye kampeni. Ilikuwa Mtwara, si Dodoma, ile si Tabora. Maisha yanaenda. Wenye kucomment walicomment. Sasa unaweza kumnunia mjukuu wako, wote tumeletwa na mtu mmoja. Sawa, sasa mnanuna nini? Kwanza mimi nimnunia nini? Siwezi kumnunia. Ni vitu vitokea kwenye tofauti vya kawaida tu. Hata mimi nina tofauti. Kuna watu wamenuniana pale na pale walizungumza. Itakuwa mimi mjukuu wangu kweli jamani? Au nilikuwa mpendi nicheze na mjukuu wangu? Watu wakajiuliza labda uende bado kama muelewane labda. Tuelewane nini bwana? Tuelewane nini? Ule mjukuu wangu maisha kawaida tu. Au sababu ana kichogo. Lakini watu wanajiuliza pia mbona hatukuoni kwenye hamasa hizi za kampeni za Sipo nioni. Manara. Ile si diwani kule. Kampeni bado. Sikiwa tayari kampeni tutaenda kumsupport mzee wangu wa Manara. Hatujakuona kwenye ngo yote mpaka sasa. Msiseme hamjaniona. Watu wale waliokuja labda nikwambie. Kila mtu anapangiwa kwenye majimbo yake. Sawa? Unaweza kunikuta leo, kesho kama utaniona Zanzibar. TV unayo au simu unayo? Utaniona kesho Zanzibar mapema. Tena si Zanzibar, kesho utaniona Pemba. Saa 2 asubuhi nashuka na ndege Pemba, kesho utaniona. Kwa vitu tunaenda kwa kupangiwa, ukurupuki. Sawa, mjomba, kipindi nakuja hapa nadhani tuliwasiliana, uliniambia una safari yako kwenda Dubai. Sisi kama waandishi wa habari tunafurahi. Hiyo usizungumzie, kuna watu wanabana riziki. Usizungumzie hiyo. Hiyo usizungumzie. Kuna watu wanabana riziki, usizungumzie. Itakuwa tatizo. Wewe niangalie tukikutana airport. Usizungumzie hiyo. Tuiache kwanza. Tuiache. Unataka kusikia mjomba wako anaumwa? Kuumwa ngumu, Mungu ndio kila kitu. Mimi naweza nikaumwa. Wewe. Mimi nimezaliwa mapacha niumwe. Doto, kuna ile pia nataka nigusie pia kwa sababu ndo mara kwanza pia nilikuona kuna baadhi ya tamthilia ulikuwa unaonekana, na hii ilishangaza watu wengi sana kumuona kwamba kumbe Doto ana vipaji vingi sana lakini havionyeshi. Unaweza kuambia kitu chochote kwamba ngoja nikwambie nipo kwenye tamthilia, sisi ujue ni sababu ni watoto wa mjini wa ukweli, hatunaga zile kuongopa maisha. Kuna mwingine tu tamthilia hata kama hayupo akiwa na wale watu wa tamthilia naye yumo. Lakini nadhani mimi mmeniona nimecheza kipande changu vizuri na nimelipwa, maisha yanaenda. Hatutakagi tu shobo. Sawa? Na ukiona mtu kakufuata ucheze kwenye tamthilia yake kakuheshimu, kakuthamini, kakukubali. Kwa hiyo wale wamenikubali, bwana babu tusimwache. Babu acheze pati hii.
Basi na umeona pati yangu kila mtu anaipenda. Kwa hiyo sisi tunaweza kushinda 3 Fudenke. Sawa, alafu wengi kwenye tamthilia wanapaka mkono mmoja tu wa kujichubua. Si ngozi yetu nyeusi. Kwa hiyo tunakubalika, tunakaa sana juani kwenye kucheza tamthilia. Anko, huenda watu walikuamini hao walikupa hiyo nafasi ya kuigiza, walikuona kwenye ile clip ambayo uliigiza na Gigimani, maana ulifanya uhalisia. Nyama mle chumbani. Acheni bwana hivyo vitu, mimi mtu mkubwa. Acheni hivyo vitu. Una habari bwana, mna chimbo. Kwa hiyo tamthilia ni nzuri. Walijuaje sasa kama una kipaji? Walijuaje kama unajua kuigiza mjomba? Waligunduaje? Si wananiona babu yao ninapofanya vibweka mitandaoni, wakajua huyu anafaa. Kwa nini lakini Anko ya Gigi hutaki kuyaongelea? Acheni bwana, mambo tamthilia. Wadogo zangu hao bwana, mimi babu nipo sana. Yaani ukiwa na mtu ndio unachelewa kuishi duniani, tupo. Sawa, lakini Anko Doto tunaona ulienda kumsalimia mtoto wa marehemu Gardner, Karen. Na aliposti clip yako the way ulivyoenda pale kwa kumsupport kwenye biashara yake, lakini alifungua kwenye caption kitu ambacho kimemtia sana majonzi, amefurahi lakini pia kuona marafiki wa babake. Ngoja nikwambie. Upande mmoja. Marehemu Gardner basi tunasema Mungu amweke mbele za haki, tunamtaja kwa bahati mbaya kwa sababu ni kaka yetu na alikuwa kwenye tamthilia zetu na alikuwa kwenye sanaa yetu. Yule ndo mtu wa kwanza kuniheshimisha, kuniita Klaus. Naanza mapepe yangu kwenye mitandao, star wangu. Yule ndo mtu mama karibu ndo mtu wa kwanza. Doto Magari na kukubali mdogo wangu mimi ni mtu wa Kinondoni na kujua tangu kujua Gardner alikuwa anakaa hapo shuleni ananasifu. Sawa, atumtaje alikuwa anaishi na nani miaka hiyo. Kaka yetu. Ndio tumemjulia pale, katujua wote watu wa Kinondoni. Tumekaa naye pale zaidi takriban miaka 20. Kwa hiyo anatujua wote watu wa Kinondoni marehemu Gardner. Kwa hiyo wa kwanza kunisupport ni mimi, akasema Doto namuona kwenye mitandao ya kijamii. Hamna redio yote iliyomuita. Ngoja mimi nimuite nisikie kauli zake redioni na nimsikie akikaa studio katulia anazungumza vizuri. Ndio mtu wa kwanza kuniheshimisha, ndio watu Fudenke kwanza kuniita kwenye media zao. Kwa hiyo lazima nimshukuru, lazima wajukuu zangu kina Karna niende nao niishi nao vizuri. Kanita pale mwanangu sijachukua hata senti 5. Kanilisha mishikaki na nikamtangaza. Kwa heshima baba yake alivyonilea na alivyonipokea. Baba yake narudia tena ndio mtu wa kwanza kunionyesha kwenye dunia. Pembeni nina Gardner, pembeni nina Musa Huseni, pembeni na yule ndugu yangu mrefu George Bantu, pembeni na mrefu yule nani mkubwa mwenzangu nani sauti yake mrefu Adamu Mchomvu. Sawa, yani nilikuwa na listi kubwa pale. Na Adamu Mchomvu, na George Bantu, na Musa Huseni, na Gardner Abash. Kwa hiyo redio ilipendeza pale Klaus. Wale wote ni watu wa mjini na wote wakakubali kunimudu kuniingiza studio. Kwa hiyo nawapenda na wakubali, ndio wameniheshimisha. Kwa hiyo mimi nikimwona Adamu Mchomvu, Musa Huseni, George Bantu na waheshimu na wakubali ndugu zangu. Ndio wale ndio wa kwanza kunipokea. Doto tumtoe kwenye janga hili la mtaani, sasa tumlete kwenye dunia. Ndio nikaenda pale Klaus. Kwa hiyo Klaus mimi naiheshimu, hata wakiniita sasa ngapi na kwenda pale kwenda kuwajibika. Sio unielewa? Lakini na mtu mmoja anaitwa nani huyu? Msela naye ana vinywele kata mbiza jiko. Mchaga nani yule au sio? Acha anaojioji sana watu vipindi. Wa Klaus pale. Wa Klaus sasa hivi yuko kwenye kampeni nani? Musani. Blazameni Msela hivi. Simple mdogo wangu. Naye ndio mtu wa kwanza kuniita Klaus. Kutoka Gardner naye akaniita Simple mdogo wangu. Okay, sawa. Anko, tunakumbuka wakina Asma na Mama Chanja walikuwa wanapita sana hapa. Waacha wajukuu zangu. Ngoja nikwambie, maisha ujue yapo ya kila siku. Wajukuu zangu wako busy, siwasemei mabaya kwa sababu nawakubali. Maana ulivyoanza kama vile wamenunua gari ndio wamenikimbia. Ile gari tukategemea bwana, mbona wajukuu zangu wale nawakubali, wajukuu zangu hawana shida. Na kila siku naongea nao, watakuja kunitembelea, wako busy. Wanajitafuta, unajua maisha magumu. Tunajua wale wote wako single. Kwa hiyo lazima wajitafute. Wako single, wanapambana gari wananunua kwa hela zao za kupiga makelele vibweka vyao. Kwa hiyo hawezi wale kupoteza muda, wanatafuta chochote. Kwa hiyo siwezi kuwalaumu. Wananipigiaga babu tutakuja. Na mimi naambia jukuu zangu. Sio wanakujaga wanashinda hapa tunakula nao gari marage kuku wa kuchemka. Tangia amenunua gari mmewasiliana labda. Nawasiliana wananipigia Asma na Mama Chanja. Wananipigia lazima wanipigie. Sio wananijua mimi babu yao mtu wa maneno, hawezi kosa kunipigia, si ningiwa chamba. Lazima wanipigie. Wale hawana shida. Siwezi kuongelea mabaya, ni watu wangu wale. Hata nikiwa na shida milioni, Mama Chanja ananitumia. Ananitumia kweli. Mimi watu wengi waniamini, lakini kuna baadhi ya watu wananiamini. Mimi hata nimpigia sasa hivi Asma au Mama Chanja na shida milioni 2 wanatuma. Utasikia tu babu tulipe usitudhulumu. Kwa mtu kama lazima umrudishie kwa sababu katoa kwa moyo mmoja. Lakini kuna mtu ukimwomba wewe sikuamini. Huyo ndio unammeza. Unafanyaje? Unammeza.